Hatimaye ile siku ambayo kila Mtanzania alikuwa anaisubiri tunasema kwamba imewadia. Yaani ni AFCON ya mwaka 2027 kwa upande wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars. Kwa siku hii leo majira ya saa 2:30 wanashuka dimbani kuvana na Nigeria. Huku kwa upande wa Mwalimu Miguel Gamondi akiwa tayari ameandaa jeshi lake ambalo anaamini kwamba litakwenda kumpa alama 3 na kumfanya awe kwenye eneo zuri zaidi la kufuzu na kuelekea kwenye hatua ya 16, yani hatua ambayo inafuata pale ambapo unatoka kwenye hatua ya makundi. Lakini kabla hatujakwenda kuangazia kikosi hapa, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa timu ya taifa dhidi ya Nigeria. Nini hasa ambacho Mwalimu Miguel Gamondi amekitazama, utakwenda kufahamu hapa. Kwa upande wa golini yupo golikipa Yakubu Suleiman. Tunafahamu kwa hivi sasa ndani ya timu ya taifa Tanzania Yakubu ndiye kipa nambari 1 ndani ya kikosi cha timu ya taifa. Tunafahamu ni golikipa ambaye amekuwa na ujasiri mkubwa na uwezo wa kuongoza vizuri zaidi kwenye eneo la safu ya ulinzi. Dhidi ya Nigeria, kwa upande wa Mwalimu Miguel Gamondi atakuwa akimtumia kama kipa ambaye atakuwa akisoma zaidi mchezo, huku akiwapanga mabeki wake kwa uzuri zaidi. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Shomari Kapombe tunafahamu huyu ni beki ni mzoefu ndani ya timu ya taifa Tanzania, ana stamina kubwa na anaelewa michezo mikubwa. Jukumu lake kubwa itakuwa ni kuzuia mashambulizi ya haraka ya Nigeria, hasa kwenye upande huo wa kulia, lakini pia kupanda kwa tahadhari ili kusaidia mashambulizi ya kushtukiza. Wakati huo pia kwenye eneo la beki ya pembeni kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbwe Jeyara, beki mwenye nidhamu, kasi na uwezo wa kukaba. Kwa upande wa Mwalimu Miguel Gamondi atakuwa akimhitaji zaidi kupanda kwa taratibu zaidi, kwa sababu kwa upande wa timu ya taifa watakuwa wakichezea nyuma zaidi kulingana na aina ya mfumo wa mwalimu ambao amekuja nao kwenye mchezo huu. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Dickson Jobu. Kwa upande wa Dickson Jobu tunafahamu ni mjasiri, lakini pia ni mzuri kwenye mipira ya juu, lakini pia atakuwa anatumika zaidi kama mlinzi wa kwanza dhidi ya mashambulizi ya moja kwa moja ambayo watakuwa wakifanya Nigeria. Wakati huo pia Ibrahim Baka naye pia atacheza kwenye eneo hilo akisaidiana na Dickson Jobu. Kwa upande wa Baka tunafahamu ni mtulivu, amekuwa na uwezo mzuri zaidi wa timing, lakini pia tackling zake zimekuwa ni bora. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi kufanya ile clean defender, yani kusafisha mipira ambayo itakuwa inazagazaga kwenye eneo la Tanzania. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa viungo wa katikati yupo Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Kagoma, huyu ndiye ambaye atakuwa ni engine ya timu, atakuwa akikaba zaidi kwa nguvu, lakini pia atakuwa akipambana zaidi na viungo wengi ambao watakuwa wanacheza kwa upande wa Nigeria. Jukumu lake kubwa itakuwa ni kuvunja mipango ya Nigeria kulingana na aina ya mfumo wa mwalimu. Lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na Novatus Dismas. Kwa upande wa Novatus tunafahamu ana stamina, anapenda ile kucheza box to box, lakini pia amekuwa na uwezo mzuri wa kuweza kusaidia pande zote mbili. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi kumsupport Kagoma kwenye eneo la ulinzi kwa ajili ya kusaidia na yeye pia kwenye upande wa mashambulizi ya kushtukiza kutokana na aina ya mfumo ambao mwalimu amekuja nao. Lakini pia Faisal Salum Feitoto yeye atasimama kwenye eneo la kiungo cha juu. Faisal yeye tunasema kwamba ndio ubongo wa timu kutokana na pasi zake, lakini pia mashuti yake ya mbali atakuwa akipewa jukumu hilo. Lakini pia ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo mzuri wa kuweza kuunganisha midfield kwenye eneo la washambuliaji kwa ajili ya kuweka vizuri zaidi kwenye eneo la safu. Lakini pia Talian Alalakia anacheza kwenye upande wa winga ya pembeni. Tunasema kwamba kushoto ni mchezaji ambaye tunafahamu ana kasi, dribble wake, lakini pia uwezo wa kupenya. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtumia kama silaha kwa ajili ya kutumia zaidi counter attack, lakini pia na kuweka vizuri kabisa kwenye eneo la safu ya ushambuliaji. Lakini pia Simon Msuva naye pia atakuwepo kwenye eneo hilo la kulia, watakuwa kibadilishana na Talian kulingana na aina ya mchezo namna ambavyo watakuwa wanakwenda. Kwa upande wa Msuva tunafahamu ana uzoefu mkubwa kwenye michezo hii ya kimataifa. Yeye kitu kikubwa zaidi ni kutokana na nidhamu yake kubwa ambayo amekuwa nayo mara zote. Lakini pia Mbwana Samata ndiye ambaye atasimama kama kiongozi kwenye eneo la mwisho, yani mshambuliaji namba 9. Huyu ndiye ambaye atakuwa anatazama kwamba namna gani ambavyo atakuwa anaifanya Tanzania waweze